katika dunia hakuna mtu angekuwako bila wanawake, kwa sababu wanawake ndio walituzaa. Wanawake ndio wakati mwingi wanasaidia wanaume katika maisha, na kwa hivyo hakuna haja ya kufikiria wanawake na njia nyingine isipokuwa njia ya heshima, kwa sababu wanawake ni watu, na utu huwezi kuwa utu kwa nusu, kwa sababu inahitaji wanaume na wanawake, yani kuleta mfano wa binadamu, kwa sababu binadamu ameumbwa na huyo mfano wa kike na kiume, na hizo lazima siende pamoja. Na kufikiria tu wanawake ni kitu kingine, ni kufikiria vibaya, kwa sababu ni kuharibu ule mfano wa Muumba, ule unalete mwanaume na mwanamke pamoja, na hawa pamoja wanalete kile tunaita binadamu, na binadamu mwenyewe sasa huwa mfano wa yule alimuumba. Na kwa hivyo hii ni heshima. Kumheshimu mwanamke, kama tumesema mbeleni, ni kuheshimu binadamu, na kwa hivyo pia ni kuheshimu aliyeumba binadamu, kwa sababu hakuna haja ya kufikiria mwanamke na njia nusu hivi, kwa sababu vitendo vingine vinaweka watu wawe katika hali ya kivita kati ya wanaume na wanawake. Ni wanaume wakati mwingine kufikiria wanawake si watu, na sasa akiwa mwanamke si mtu, sasa yeye ni nini? Kwa sababu yeye si mnyama. Na mwanamume akifikiria mwanamke si kitu, yeye huyo mwanaume huwa na mafikira na picha mbaya ya binadamu, kwa sababu yeye mwenyewe anajifikiria si mtu. Kwa sababu kufikiria mwanamke si mtu, basi ni mtu mwenyewe kujifikiria ati yeye si mtu, kwa sababu basi aliingia katika dunia kwa sababu ya mwanamke, na hiyo ndio njia ilimleta katika dunia. Kwa hivyo ni vizuri kufikiria kila wakati, tukifikiria swala la wanawake tukiwa wanaume, tufikirie na njia ya ati bila wanawake wengi wetu hawezi, hata sisi zote hatuwezi kuishi katika dunia, kwa sababu wanawake ndio wanaweka hali ya kibinadamu kuwa sawa, na hakuna mwanaume anaweza kwenda hapa kunidanganya ati katika maisha yake hana haja ya wanawake, kwa sababu hiyo inaweza kuwa ni kama uongo, udanganyifu, kwa sababu kila mtu anahitaji, kila mwanaume anahitaji mwanamke, awe ni nyanyake, mamake, dadake, rafiki, mtoto wake, au mjukuu wake. Unahitaji hawa. Na tena katika dunia huwezi kuwa katika dunia isiyo na wanawake. Na vile vile wanawake pia wanahitaji wanaume, kwa sababu mwanamke pia kufikiria wanaume ni wanyama, ni kujifikiria mwenyewe kama mnyama, kwa sababu wanaume pia walimleta mwanamke katika dunia. Na huyo mfano nimezungumzia hapo mbeleni unaleta picha ya binadamu asiye nusu, yani uzima wa kibinadamu. Na kwa hivyo tukifikiria na njia hiyo, basi tuweza kuheshimiana. Wanawake waheshimu wanaume, wanaume waheshimu wanawake, kwa sababu tukikataa hiyo, kupata hiyo heshima, basi tutakuwa na tabu hizo nazo za wakati mwingine wanawake kuwa katika hali ya vita na wanaume, kwa sababu wakati wanawake na wanaume huwa katika hali ya vita ni kwa sababu heshima imekosekana, na wakati mwingine ni kwa sababu mwanaume anafikiria mwanamke kama kitu, si kumfikiria kama ni mtu, na ana uhuru wake, ana mwili wake, ana mahitaji yake, na ana mafikra pia. Na tukifikiria kwa hali hiyo, basi tutaheshimiana. Tukiheshimiana, basi mwanawake na wanaume watakuwa katika hali nzuri, kwa sababu watakuwa kila wakati wakifikiriana kibinadamu, sio kufikiria ati mmoja ndiye shingo, mwingine ni kichwa, mwingine ni mwili, mwingine ni miguu. Mambo kama haya ni mazungumzo tu ya mifano, lakini kwa maisha wakati mwingine mwanamke ndiye anakuwa na mafikira
inaonesha njia, na wakati mwingine mwanaume ndio anakuwa na haya mafikra. Kwa hivyo haya mafikra tukileta pamoja, tunapata mfano mzuri na tena uongozo katika maisha. Na haiwezi kufanyikana tukikosa hiyo heshima na kuleta watu wa jinsia zote pamoja. Wawe ni wanawake, wawe ni wanaume, tunahitaji binadamu wote. Na tukifanya hicho, basi tutakuwa katika hali nzuri, na hatutakuwa na mambo kama haya tunasikia wakati mwingine ya ubangaji au kwenda kule kutumia nguvu kujaribu kuweka wanawake wafanye kile tunataka tukiwa wanaume, au wanawake kutumia njia zao zingine za kufanya wanaume wafanye kile wanataka. Kwa sababu tutaheshimiana, tutakuwa na ule uelewano mzuri utaoleta kama nimesema mapenzi, na pia tutakuwa na imani katika maisha yetu, na tutaheshimiana sisi wenyewe. Basi Mwenyezi atubariki. Tukielekea mwaka mpya, tuelekee na mafikira mapya hasa kuhusu hili swala la wanawake na wanaume, na vile tuweza kutengeneza uhusiano kati yetu. Asante basi, barikiweni popote mlipo.